mmoja anaitwa Kleopa. Huyu hakuwa mwanafunzi wa Yesu, hakuwa mwanafunzi kati ya wanafunzi 12 wa Yesu, wala hakuwa kati ya wajumbe 70 ambao ni wanafunzi wa Yesu waliokuwa wanatumwa kwenda mitaa na vijijini na kila sehemu kwenda kutangaza jina la Yesu, kwenda kuandaa njia Yesu anapita, kwenda kuandaa mioyo ya watu. Hawa watu wawili hawakuwa wanafunzi, walikuwa ni watu tu wa kawaida. Mmoja alikuwa ni Kleopa. Mtu wa pili, yeye hata kwenye Biblia hakuandikwa, hayupo. Jina lake halipo. Watu hawa Yesu baada ya kufa, mioyo yao ikapoteza matumaini, wakakata tamaa. Waliposikia Yesu amekufa, amepigwa na kuteswa na wakubwa wa dini, hawa watu wawili, Kleopa na huyu mwenzake, wakaishiwa nguvu, wakapoteza tumaini. Wakasema, kama Yesu amepigwa, amekufa, na ndiye alikuwa ni tumaini letu, sisi je ni nani? Tuliyekuwa tunamtegemea tayari amepigwa, amekufa. Ina maana tumaini letu limekufa pamoja naye. Wale watu wakapoteza matumaini, wakaanza kushika njia kutoka Yerusalemu, wakaanza kuelekea katika kijiji fulani kinaitwa Emau. Wakawa wanatoka Israeli, Yerusalemu, wanaenda sehemu inaitwa Emau. Lakini njiani kwao, wakati wanatembea, mioyo yao ilikuwa imevunjika. Njia nzima walikuwa ni wao wawili tu, na walikuwa wakitembea, wanapiga stori, wanaongelea habari za Yesu alivyokufa. Wanasema matumaini yetu na sisi yamekufa. Kama wamemuua shujaa, wamemuua aliye hodari, wamemuua aliye mtetezi, wamemuua aliyekuwa akitoa mapepo kwa watu, wamemuua aliyekuwa anatusaidia. Kama wamemuua, na sisi tumaini letu limekufa. Kleopa na mwenzake wakaanza kutoka Yerusalemu, wanakwenda Emau wakiwa kwa mguu, wanatembea, wanaongea kwa uchungu ndani yao. Mioyo yao imevunjika, mioyo yao imepoteza tumaini, akili zao zimechanganyikiwa kabisa. Hawaelewi waanzie wapi, waende wapi, hawajui chochote. Maana Yesu ndo alikuwa akiwapa sifa, alikuwa akiwaona wao ni bora, lakini tayari amekufa. Wakati wanatembea njiani, wakawa wanaambizana, wanasema, umeona, wamempiga bila sababu, wamemuua bila makosa, wamemhukumu bila shida yoyote, hajawaibia chochote wala hajawafanyia chochote, wameamua kumaliza ili na sisi matumaini yetu yafe. Wakati wanaongea, Yesu akawatokea. Lakini wakati Yesu anawatokea, wakawa wamefumbwa macho yao. Macho ya Kleopa yalikuwa yamefumbwa asiweze kuona kama ni Yesu huyu. Hebu njoo baba hapa, njoo mtumishi wa Mungu, njoo mtumishi wa Mungu, njoo na mwingine, njoo balozi. Tunatembea, njoo hapa. Mnatembea sasa, tembea pole. Unaona wanavyotembea, kama mnapiga story, mnaelekezana, piga story. Haya, rudi tena hivi, piga story, tembea, piga story. Mara Yesu akatokea katikati yao, halafu wakafumbwa macho yao, wanaona lakini hawajui kama huyu ndio Yesu. Alipowatokea akawauliza, mnaongea habari za nani? Mnaongea kitu gani? Mnaongea nini?
Yesu anawauliza hawa watu wawili waliochanganyikiwa vichwa vyao, waliopoteza matumaini yao, waliopoteza tegemeo lao, hawajui kama wanaongea na Yesu. Yesu anashuka katikati yao, anawauliza habari ya maneno wanayoyaongea. Wale watu wakamwambia yule mtu, wakamwambia Yesu, hawajui kama ni Yesu. Wakamwambia, hivi hamjui? Hivi hujui kama yule mfalme Yesu aliyekuwa ni mponyaji wa watu wengi Yerusalemu wamemuua? Wewe hujui? Wanamsimulia, wasijua wanayemsimulia ndio Yesu mwenyewe. Hebu piga makofi nisikie tena vina vigelegele. Wakati wanaongea naye hawajui kama ni Yesu. Macho yao yamefumbwa, wanaona ni mtu mwenzao, ni mwanadamu mwenzao, hawajui kama ni Yesu. Wakaanza kutembea huko, wanapiga stori. Kwani hamjui? Haujui kama Yesu ameshakufa tayari, ameshazikwa na kuzikwa, ameteswa, ameumizwa, Yesu anawauliza, kwa mnakwenda wapi? Tunaenda Emau, maana huku tunatoka hamna furaha tena. Ile furaha tuliyokuwa tukiipata imeshaondolewa tayari, hatuko na furaha tena. Wanatembea, wanapiga stori. Walipofika Emau, giza likawa limeingia, wasijue kama yule ni Yesu. Wakamwambia, tukae pamoja, usiende, mchana umekwisha, tayari giza linaingia, usiondoke, tukae pamoja. Wakaona kampani tayari, wawe watatu ili wasiogope, maana wameshamsimulia na wao wanajua aliyomsimulia labda ni mgeni wa Yerusalemu, hajui matukio yaliyotokea. Wakamwambia, tukae pamoja, maana usiku umekwisha tayari, mchana umekwisha, usiku umeingia. Wakamwambia, tukae pamoja. Wakati wamekaa pamoja, Yesu akachukua mkate akawapa wakala. Walipokula mkate, Biblia imeandikwa macho yao yakafunguka, wakamjua kwamba yule wanaoongea naye ndiye Yesu aliyepigwa akazikwa, tayari amefufuliwa. Wakabeba ushuhuda. Naomba uinuke pale ulipo, ambia watu 4 5, waambie mwezi wako huu hakikisha unabeba ushuhuda wako wewe. Waambie unatembea na Yesu bila kujua wewe hapa. Waambie unatembea na Yesu bila kujua. Waambie mwezi huu lazima uchukue ushuhuda wako mwenyewe, lazima utembee na ushuhuda. Mwambie acha kulialia wala kuvunjika moyo, unatembea na Yesu bila kujua wewe. Yesu anamtokea Kleopa akiwa na mwenzake, wakiwa njiani bila kutegemea, wakiwa kwenye njia wanakwenda Emau, wakiwa na masikitiko, wakiwa wamechanganyikiwa vichwa, wakiwa wanaamini tumaini lao limekufa, haliwezi kuinuka tena, wakiwa na maumivu ndani yao. Lakini mara ghafla Yesu anawatokea wakiwa katika njia, wanatembea. Na hawa watu sio maarufu, sio kati ya wanafunzi 12. Na leo mimi nasema na moyo wako leo, Yesu akatembea na wewe kwa damu ya Yesu. Hata kama hauna umaarufu wowote, hata kama hauna jina lolote, hata kama hauna sifa yoyote, Yesu atokee njiani kwako unatembea. Yesu akatembee na wewe kwenye njia yako. Yesu akatokee mahali umevunjika moyo. Yesu akatokee mahali akili imechanganyikiwa. Waliowaona hawana sifa ya kutokewa na Yesu, Yesu ndiye anawatokea.
Maana hata wao walimwambia Yesu wakati hawajamjua, wakamwambia kuna watu wameenda kaburini, wamekuta jiwe limeondolewa, wamekuta ni sanda tu. Wakarudi wale kina mama wakawapa taarifa kina Petro, wale wanafunzi 12. Wale wanafunzi wameambiwa kwamba yule Yesu amefufuka, hayupo kaburini. Kina Petro hawakuamini. Petro akatoka mbio kutoka Yerusalemu akatoka sehemu kwenda kuangalia kaburi mali limewekwa. Kaburi anakwenda kulichungulia, anakuta kuna sanda, anakuta sanda ndo zinamwangalia. Na wakati wameambiwa kwamba Yesu aliwaambia kama nikifufuka mimi siku ya 3 tukutane Galilaya, wao wameshaambiwa amefufuka, wanakwenda tena kumwangalia Yerusalemu mali amezikwa kule, wanaenda kumwangalia Yesu alishafufuka. Na mimi leo ninasema pokea neema ya kuamini maneno yangu leo kwa damu ya Yesu. Yesu aliwaambia mali nimezikwa, siku ya 3 nitafufuka. Kina Mariamu wanakwenda, wanakuta hayumo, wanakuja kutoa taarifa. Petro anasema siamini, ninaenda kuangalia. Anaenda kwenye kaburi, anakuta jiwe halipo, anakuta kuna sanda. Anainua sanda, anarudi mbio na kanzu zake, anakuja kuambia kweli hayumo. Roho ya kutokuamini Mungu, mpaka Yesu anakuja kuwatokea wale watu kina Kleopa ili waende watoe taarifa ya kwamba alivyosema anafufuka, sisi tumekula naye mpaka mkate na tumemuona. Ndipo wale wanafuala wa kina Kleopa wanarudi Yerusalemu, wanatoa zile habari, watu wote wanabaki wanashangaa. Mungu akupe neema ya ushuhuda na wewe mwezi huo.